Mheshimiwa Spika, kwa kuzingatia umuhimu wa sekta ya nishati katika uchumi wa nchi na mchango mkubwa wa sekta katika maendeleo ya sekta nyingine mijijini na vijijini, mwaka wa fedha 2025/26 wizara itaendelea kutekeleza mikakati na programu pamoja na miradi inayolenga kuhakikisha nchi yetu inaendelea kuwa na nishati ya uhakika na nafuu na endelevu. Aidha, mwelekeo wa serikali ni kuhakikisha kuwa shughuli za mafuta na gesi asilia zinashamiri na kuwa na mchango wake kwenye pato la taifa na zinaendelea kuimarika. Katika kufikia azima hiyo, wizara itaendelea kushirikiana na wadau mbalimbali katika kuhakikisha kuwa uendelezaji wa sekta hii muhimu na pia ufuatiliaji wa karibu wa utekelezaji wa programu za miradi vinapewa kipaumbele kwenye mwaka huu wa fedha. Mheshimiwa Spika, naomba sasa kutoa hoja kwamba bunge lako tukufu likubali kuidhinisha jumla ya shilingi trilioni 2 bilioni 246 milioni 745,445 elfu kwa ajili ya matumizi ya Wizara ya Nishati na taasisi zake kwa mchanganuo ufuatao: shilingi trilioni 2 bilioni 167 milioni 513,219 elfu sawa na 95.7% ya bajeti yote ya wizara ni kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Kati ya fedha hizo, shilingi trilioni 1 bilioni 466 milioni 20,274 elfu ni fedha za ndani na shilingi bilioni 701 milioni 492,945 elfu ni fedha za nje. Pili, shilingi bilioni 79 milioni 232,226 elfu sawa na 3.5% ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida. Kati ya fedha hizo, shilingi bilioni 69 milioni 932,306 elfu ni kwa ajili ya matumizi mengineyo, yani OC. Shilingi bilioni 9 milioni 299,920 elfu ni kwa ajili ya mishahara kwa ajili ya watumishi wa wizara na taasisi pamoja na PURA. Mheshimiwa Spika, kwa unyenyekevu mkubwa naomba tena nitoe shukrani zangu za dhati kwako, waheshimiwa wabunge wote, kwa kunisikiliza kwa muda wote huu. Hotuba hii pia inapatikana katika tovuti ya wizara kwa anwani ya www.nishat.go.tz. Vilevile hotuba hii na vielelezo mbalimbali vimeambatishwa kwa ajili ya ufafanuzi wa masuala muhimu yanayohusiana na sekta ya nishati. Mheshimiwa Spika, naomba kutoa hoja. Waheshimiwa wabunge, hoja imeungwa mkono. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati, tunakushukuru sana.